Naam, mijadala ambayo imekuwepo ni kuhusiana na hotuba ambayo ameitoa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto kwa bunge la Tanzania, na si aghalabu kushuhudia viongozi kutoka mataifa mengine kuhutubia bunge, na wachambuzi wanasema ni moja kati ya viashiria vya kuimarika kwa uhusiano wa uwili, yani bilateral relations. Imetokea hivyo kwa viongozi wachache sana ambao wamewahi kuja Tanzania. Kutoka taifa la Kenya, imechukua zaidi ya miaka 20 kushuhudia rais kutoka taifa hilo akihutubia bunge la Tanzania. Tangu alipofanya hivyo Rais Arap Daniel Moi mwanzoni mwa miaka 2000, na sasa ni William Samoei Kipchirchir Ruto ambaye amehutubia bunge la Tanzania. Yako mengi ambayo yameonekana kwenye hotuba hiyo, tutachambua moja baada ya lingine, lakini pia tutaangazia maana ya tukio lililofanyika, kwa sababu ni tukio ambalo linaashiria viwango vya juu vya kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili jirani, na ambayo yote yanaunda Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaye hapa Dennis Konga ambaye ni mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya diplomasia. Karibu sana Konga. Nashukuru. Na vile tunaye Said Msonga, mchambuzi wa siasa hapa nchini, lakini pia siasa za ukanda huu wa Afrika Mashariki. Karibu sana Msonga. Asante, nashukuru. Naam, nianze na Dennis. Tukio hili lina maana gani? Na tunatamani kujifunza kupata uelewa kwamba rais wa nchi nyingine anapokuja kuhutubia bunge la nchi nyingine kama vile alivyofanya Rais Ruto kwa bunge la Tanzania, hii ina maana gani na ni kwa nini si marais wengine? Yani inakuwa ni si jambo la kawaida kushuhudiwa mara kwa mara pale ambapo viongozi kutoka mataifa mengine wanapofanya ziara katika taifa letu. Niseme tu kwamba kwanza ni jambo zuri ambapo unapokea mgeni katika nyumba ya kwako, na Waswahili hawakubaki nyuma, wanasema mgeni njoo mwenyeji aweze kupona. Kwa hiyo unaweza ukaiweka hiyo kwenye muktadha wa kidiplomasia, ni kwamba hii inaitwa state visit. Ni ziara ya kiserikali sasa, ambayo mara nyingi inafanywa na kiongozi mkuu wa nchi, na atapewa hadhi zote, ikiwepo kukagua gwaride la heshima, lakini pia kupigiwa mizinga 21. Halafu baadaye kuna kitu kinaitwa dhifa ya taifa, yani kwamba mwenyeji wake sasa, hapa tunazungumzia Rais Samia, anamwalika yeye pamoja na watu wake waweze kukaa labda na kupata chochote, sharubati na vitu vingine kama hivyo. Lakini jambo ambalo la muhimu zaidi ni kwamba kunafunguliwa kama jukwaa la kuzungumza, na hapa kunakuwa na namna mbili ya kuzungumza. Kuna yale mazungumzo ya kwao ya siri, ambao wanakaa wenyewe wawili, watazungumza na kuweka mipango, kuona nchi zao hizi zinakwendaje kwenye hayo ambayo wanasema. Afu baadaye watataka kusikia hata maswali kutoka kwa waandishi na vitu vingine kama hivyo. Sasa inapofika suala la kwenda kuhutubia bunge, si marais wote wanapata nafasi hiyo, na inakuwa ni jambo zuri na jambo adhimu, kwa sababu linamruhusu rais wa nchi nyingine kuja kuonesha au kusaidia kutoa mwelekeo wa namna mambo yanavyotakiwa kwenda. Inaweza kagusa uga wa biashara, ikagusa uga wa ushirikiano, ikagusa maeneo mbalimbali ambayo wanakuwa nafikiri ni ya muhimu kwa wakati huo. Na hii sasa inatoa nafasi pia kwa hawa wananchi kupitia wawakilishi wao kuweza kuona kama wanaweza wakachukua faida kupitia hayo ambayo wanakuwa wanayafanya. Kwa maana yake watapata nafasi ya kuweza kufikiri zaidi na kuona namna gani wanaweza wakafaidika na yale ambayo yanakuwepo. Kwa hiyo niseme tu kwamba inatengenezwa kama forum fulani ya watu kuweza kujadili na kufikiri wanasogeaje kwenda. Yani inahitaji nini? What does it take kupata fursa ya kuhutubia bunge la nchi nyingine? Rais Samia Suluhu Hassan alifanya hivyo tarehe 5 mwezi Mei, tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2021. Na sasa William Ruto amefanya hivyo jana. Ni vitu gani yani, na tunafahamu kwamba ziara ya Ruto imetanguliwa na ziara ya rais mwingine, hakupata fursa hiyo. Yani kwake yeye nini hasa ambacho
kimekuwa cha tofauti? Kuna kitu kimoja kwenye diplomasia kinaitwa reciprocity. Yani ni sasa na nipe nikupe. Yani kikitokea kama mimi nitapata nafasi ya kuzungumza kwa mfano kwako, basi pia utakapokuja kwangu naweza nikatengeneza forum ya namna hiyo. Lakini bado tunasisitiza kwamba kuna masuala ambayo wanajaribu kutumia hiyo kama sehemu ya kutaka kuanzisha mjadala wa kitu fulani. Unaona? Kwa hiyo ni reciprocity na hiyo ipo kabisa kwenye unagusa historia kwamba tumewahi kufanya hivyo pamoja. Lakini kama wewe unafanya kitu kizuri kwangu, ndivyo na mimi nitafanya kitu kizuri kwako, kujaribu kuhusianisha yale yanayotokea. Kwa sana niseme ni kanuni ya reciprocity, ya kureciprocate, kufanya vile ambavyo wewe umefanya. Ina maana ni kama ukifanya kitu kibaya usitarajie mimi nitafanya kitu chema kwenye diplomasia. Unaona? Ikitokea nimefanya kitu chema basi mshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kabla hiyo reciprocity kuna ambaye anaanza. Yani kuna ambaye anaanza. Maana swali langu hapa ni kwamba yani kidiplomasia ni zipi hasa sababu zinazofanya mtu kupata fursa, rais wa nchi nyingine kupata fursa ya kuhutubia bunge? Sababu kubwa ni mahusiano tu. Mahusiano, alafu sana ndio nagusa sasa historia kwamba je, tuna mahusiano ya namna gani na yanazungumza kitu gani? Kwa sababu nikirudi nyuma, unakumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alienda kutumia bunge la kwanza la watu wengi Afrika ya Kusini na hakuwa rais. Ila ni kwa sababu ya kihistoria kwamba mchango wake kwenye yale yalikuwa yanatokea katika ile nchi ya kwao ulikuwa ni mkubwa. Wakasema tumpatie nafasi, labda atatusaidia kujenga, tunatokaje kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Tusiache kuzungumza ukweli kwamba hapo katikati hatakuwa vizuri sisi kama nchi, na mambo mengi yanahusisha hizi nchi yalipata nafasi. Kwa hiyo labda viongozi walifikiri kwamba ni vizuri akianza kuanzisha mchakato mwingine sasa wa kuzigusa hizi jamii zetu kwa ujumla wake na kuweka huo msingi ambao upo. Ndio maana bado narudi tena, ni sababu za kihistoria, ni sababu za wakati mwingine kwamba wakati huu tunahitaji kitu gani? Tunahitaji kuona mahusiano yanaimarika, na kama yanaimarika katika nyanja gani? Ndio maana ukakuta akagusa mambo mengi, mambo kadha wa kadha pale katika hiyo. Dennis, nikisalia hapo kwako Msonga, takuja lakini watu wanahoji, wamemwona Rais Ruto akienda kuhutubia bunge bila ya mwenyeji wake labda ukitufafanulia kidiplomasia, ni upi mstari ambao umechorwa kuwa rais sio lazima awepo pale, yani rais wa Tanzania sio lazima awepo pale wakati ambapo mgeni wake anahutubia bungeni? Sasa sababu ziko nyingi, lakini kubwa ni hii. Kwanza kuna mihimili mitatu ya serikali. Muhimili wa kwanza ni serikali kuu, alafu kuna bunge kwa maana legislature, alafu ya tatu unazungumza habari ya mahakama, muhimili wa haki. Sasa rais yeye anaongoza muhimili moja, na kuna kitu kinaitwa checks and balance, ambaye ni mkuu wa muhimili mwingine anabakia kuwa mkuu hivyo hivyo. Hakuna zuio la kumzuia rais. Usisahau kwamba rais pia ni sehemu ya bunge. Kuna sehemu anafika anakuwa yeye ni mbunge anapofungua bunge na hata atakuja kulivunja bunge. Na ndio maana ili kuweza kumruhusu lazima kanuni za bunge ziweze kuvunjwa, na anapokewa sasa mwenyeji wake, kwa sababu tayari ashampokea. Yani huwezi kuenda bungeni pasipo kuingia ndani ya nchi. Kwa hiyo ashapokewa tayari na muhimili mmoja ambao ni wa serikali kuu. Hakuna ulazima tena wa kusema kwamba lazima yeye tena akawe mwenyeji kwenye muhimili mwingine. Kwa muhimili ule unaye mtu ambaye ni mkuu, ambaye ni spika, ndio anakuwa mwenyeji wake kwa wakati huo. Lakini haimaanishi kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuwa anafuatilia kilichokuwa kinatokea bungeni, kwa sababu pia ana maslahi kwenye hicho, kwa maana ya kwamba sasa ni mwelekeo gani nchi inatakiwa kwenda kupitia hotuba ya kwake. Sasa kwako Msonga, hichi ambacho tunakizungumza hapa, kabla ya kwenda kuzigusa ajenda ambazo Ruto amezizungumza katika hotuba yake, hichi ambacho tunakizungumza kina tafsiri gani tukiangazia siasa za mataifa haya mawili? Kwa hakika kinatengeneza sura nzuri, kwa sababu mataifa haya Tanzania na Kenya kwa muda mrefu kisiasa yamekuwa ni mataifa ambayo yana ukaribu na mwingiliano mkubwa, kwa maana ya kwamba unaweza ukaona namna ambavyo katika mataifa yote tukizungumzia Jumuiya ya Afrika Mashariki, nadhani ni mataifa mawili haya ambayo ndio hata wananchi wake wamekuwa karibu kufuatilia mazingira na maendeleo ya kisiasa ya jirani wao, kiasi kwamba hata Watanzania na Wakenya wamekuwa ni kama watani hivi,
jambo likitokea Kenya utaona ni rahisi wa Tanzania kulizungumzia na Kenya na likitokea Tanzania ni rahisi wa Kenya kulizungumzia. Kwa hiyo hii inajenga ukaribu ule wa kiuhalisia katika mizania ya kisiasa. Lakini sasa tunapokuja katika ngazi ya kiserikali inakuwa ina maana pana zaidi, kwa sababu unaweza ukaona kwamba ziara kama hizi zinalenga katika kujenga pia misingi mizuri ya mahusiano mema ya kisiasa baina ya mataifa haya mawili, kwa sababu viongozi wanaoongoza haya mataifa kwa pande zote mbili ni viongozi ambao msingi wao ni siasa. Kwa hivyo lazima kuna namna fulani ya kujifunza kutoka kwa jirani yako ama kwa mwenzako, na yeye akajifunza kutoka kwako. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba pamoja na kwamba tutakuja kuangalia pengine huko mbeleni katika yale ambayo ya msingi ambayo wameweza hata kuwekeana saini katika zile memorandum of understanding, miongoni mwayo ni mambo ambayo yanagusa katika eneo la siasa. Kwa hiyo kiujumla ni ziara ambayo inalenga kuweka, mwenzangu amezungumzia, kuimarisha katika eneo la uga wa diplomasia. Lakini ndani yake pia inapatikana siasa. Unaweza ukaona kwamba hata mijadala ambayo inaendelea sasa baina ya Watanzania na inayoendelea Kenya inagusia katika eneo la namna gani ambavyo siasa katika nchi hizi zinaweza zikaendeshwa, na nadhani ni somo kubwa kwa pande zote mbili, kwa maana ya kwamba Tanzania kuna kitu ambacho wanaweza wakajifunza kutoka Kenya, na Kenya pia kuna kitu ambacho wanaweza wakajifunza kutoka Tanzania, namna gani ambavyo mambo yanaendeshwa hasa katika eneo hilo la siasa. Kwa hiyo kiujumla ni ziara muhimu sana katika eneo la siasa kwa pande zote mbili. Umegusia eneo la siasa na kuna namna yote ambayo nadhani kunaweza kukawa na ule ushirikiano wa kisiasa na hasa ukizungumzia siasa katika mataifa haya mawili, unazungumzia siasa ambazo kuna namna moja ama nyingine kama zinatofautiana. Ukiangalia Kenya zaidi imejipambanua kama taifa la kiliberali zaidi, demokrasia pana zaidi, ambayo tumeshuhudia pia kwenye mambo mbalimbali ikiwemo chaguzi zao. Na ukizungumza kuhusu Tanzania, tunaona kama kuna nationalism zaidi, yani ule utaifa zaidi, na mambo kama hayo. Sasa ni sehemu gani ambapo mataifa haya yanakutana katika uga wa siasa? Utafahamu kwamba mataifa yote mawili yako katika meza moja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hii ni jumuiya ambayo malengo yake ya juu kabisa ni kuhakikisha kwamba kuna shirikisho la kisiasa. Na ili uweze kufikia katika hiyo hatua ya mwisho kabisa ya kuwa na shirikisho la kisiasa, manake ni lazima kuwe kuna harmonization, yani kuwe kuna namna fulani ya kuwianisha mambo hasa katika ngazi za chini. Kwa hivyo umezungumzia ule utofauti ambao unajaribu kuuona, ambao pia hata watu wengine pia wanauona. Sasa ili kuweza kuondoa huo utofauti ni lazima, ndio maana nikasema kwamba kuna kitu ambacho Tanzania inajifunza kutoka Kenya kwa maana ya mtindo na aina ya uendeshaji wa siasa zao, lakini pia kuna kitu ambacho Kenya pia inajifunza kutoka Tanzania kutokana na aina na mtindo wa uendeshaji wa siasa zao. Kwa hiyo katika msingi huu maana yake ni kwamba unaweza kuona kile ambacho unaenda kujifunza kutoka kwa mwenzako, unaweza kuona kwamba katika eneo fulani mwenzangu anafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ninaweza nikaenda na mwenendo ama na utaratibu ambao anautumia mwenzangu kulingana na mazingira yangu ili niweze kufikia malengo ya msingi ambayo katika mataifa haya kama sehemu ya wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanalo lengo la pamoja la kuwa na shirikisho la kisiasa, kwamba ni lazima tutengeneze mazingira ambayo hata kisiasa yawe katika mizania sawia ambayo itawafanya sasa waweze kwenda katika shirikisho la kisiasa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu hizi tofauti zikapata ziara kama hizi na zikapata mafunzo kama haya baina ya taifa moja kwenda kwenye taifa jingine, ili watu yale ambayo ni mazuri kutoka kwa upande mmoja yaweze kuchukuliwa na yaweze kutumika pia katika upande mwingine, ili mwisho wa siku mnapofika katika shirikisho la kisiasa inakuwa ni kazi nyepesi zaidi, kwa sababu tayari kunakuwa mmeshafanya uianishaji wa baadhi ya taratibu zile za kisiasa katika mataifa yenu. Kwa hiyo itawafanya mfikie hilo lengo. Na moja ya mambo ambayo yanatufanya tunasuasua kama wana Afrika Mashariki kuweza kufikia hayo malengo ya kuwa na shirikisho la Afrika Mashariki ni pamoja na hizo tofauti ambazo zinajitokeza katika eneo la siasa. Kwa hiyo ndio maana ziara kama hizi zinaweza zikawa ni sehemu ya masomo na sehemu ya mwarobaini ya kututengenezea njia ni namna gani ambavyo tunaweza sasa kama mataifa ya Afrika Mashariki tukawa na namna ambazo zinawiana ambazo zitatupeleka katika hilo kilele cha kufikia katika shirikisho la kisiasa. Sawa sawa. Na katika hilo sasa la siasa tujaribu kuiconnect na uchumi. Najaribu kujenga hoja kwamba
kuanzia mwanzo wakati mataifa haya yanaundwa, kwa maana ya kwamba yalivyojitoa kwenye mikono ya wakoloni, yalichukua mikondo tofauti ya kifalsafa. Tanzania ikachukua mkondo wa ujamaa na kujitegemea. Kenya ikachukua mkondo wa ubepari, na bila shaka yoyote kwamba mambo haya mawili, mitazamo hii miwili inaathiri namna ya uendeshaji wa siasa, namna ya uendeshaji wa uchumi. Na hasa ukiwatazama wenzetu wa Kenya ambao ni mabepari zaidi, wao wanaangalia zaidi biashara, profit maximization, na wako very aggressive kwenye mambo kama haya. Sasa ushirikiano huu tunautazama vipi na inawezekana vipi? Kwa sababu tumeona kwa mataifa mengine, nchi ambazo zinafuata mkondo wa kikomunisti zinashindwa kushirikiana vizuri na nchi ambazo ni typically capitalists. Sasa katika hilo unaona nini hapo hasa tunapozungumza uhusiano wa kibiashara na uchumi zaidi, Msonga? Kwa kweli unaweza ukaitizama kwa picha pana na ukaona kwamba ulichokieleza kina uhalisia, kwa maana ya kwamba mitazamo ya kisera ilikuwa ni tofauti wakati tunapokea uhuru kutoka kwa wakoloni kwa mataifa haya mawili. Lakini ukiangalia hali ambayo ilikuwepo katika mataifa haya miaka ya 60 wakati tunapata uhuru zetu, kwa maana ya Kenya na Tanzania, japo ni kwa miaka tofauti, ni tofauti sana na hali iliyoko leo, kwa maana ya kwamba kuna mabadiliko mengi makubwa ambayo yamefanyika ambayo yanapelekea kwenye kuianisha namna ya uendeshaji wa sera, sheria, na hasa katika maeneo hayo ya uchumi na ushirikiano. Unaweza ukaona kwamba hata katika hii hotuba ambayo Mheshimiwa Ruto amezungumza katika bunge letu la Tanzania, ukiangalia kwa kiwango kikubwa kila ambacho alikigusia pale, japokuwa anatoka katika taifa ambalo lina mtazamo kama ulivyosema awali, ilikuwa lina msingi wa mitazamo ya kibepari, lakini ni hotuba ambayo amezungumza mambo ambayo yanawezekanika na yanawezekanika kutekelezeka hata kwa sisi ambao tuna msingi tulitokea kwenye msingi wa ujamaa. Yeah. Kwa hiyo jinsi ambavyo dunia inavyokwenda na nyakati zinavyobadilika, pia mazingira na ya kisera na kisheria pia huwa yanakwenda yanabadilika. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo ndio maana kuna umuhimu wa kuendelea kujifunza kila siku, kwa sababu nyakati zinapobadilika na mambo pia yanabadilika, sera zinabadilika, sheria pia zinabadilika. Kwa hiyo ndio maana ile hali tuliyokuwa nayo miaka ya 60 na hali ambayo tuko nayo leo miaka ya 2020 ni tofauti sana. Sasa hivi tunakokwenda tunaangalia pia mazingira halisi na nyakati za kidunia zinahitaji nini. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona kwamba hata kwa sisi ambao tulikuwa tuna msingi wa ujamaa, leo ukisema kwamba Tanzania ni ya kijamaa, inawezekana ikawa haina uhalisia huo. Na hata Kenya nayo ukitizama, Kenya katika misingi yake ya kibepari inaweza ikawa haiko katika asilimia hiyo kwa asilimia 100. Kwa hiyo kuna namna fulani watu wanajaribu kutafuta ni namna gani ambavyo unaweza ukahusiana na wengine. Sasa nadhani na sisi kwa haya mataifa mawili, kwa kuwa na hiyo mitazamo ambayo inakinzana, ndio maana ni muhimu kujenga mahusiano makubwa sana katika eneo la diplomasia, lakini pia katika mahusiano ya siasa, kwa sababu katika area hizo mbili ndiyo maeneo ambayo unaweza sasa ukatafuta namna ya kuyakutanisha haya mataifa kwa pamoja. Na mimi ninaamini kabisa ni swala ambalo likipewa umuhimu na kipaumbele kwa viongozi wa mataifa yote mawili, tunaweza tukawafanya ama wakafanya sisi wananchi wa pande zote mbili, kwa maana ya Kenya na Tanzania, tukajikuta tuko katika mstari mmoja, japo tumetokea katika misingi tofauti ya kimitazamo katika sera. Kwa sababu tunapozungumzia leo namna gani tutaweza kujikwamua kibiashara, namna gani wananchi katika pande hizi mbili wanaweza wakatumia fursa zilizopo upande mwingine, idadi yetu wenyewe kwa maana ya wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunaweza tukaitumiaje hii idadi ikawa kama ni soko kwa ajili ya fursa mbalimbali za kibiashara kwa watu wetu. Haya ni mambo ambayo yanatuleta pamoja, ambayo yanatuweka nje ya ile misingi yetu ya kwamba hawa ni wajamaa na hawa ni wabepari, lakini tunajaribu kukaa mezani na kuangalia ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukawianisha mazingira na matakwa ya nyakati, ili tuweze na sisi kupiga hatua mbele kama ambavyo tunaona mataifa mengine yaliyoendelea yanafanya hivi. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba ni jambo ambalo liko ndani ya uwezo wa viongozi wetu. Sasa Msonga, tunaweza kufikia katika malengo kabisa. Umeliweka vizuri sana jambo hilo, lakini tukiangazia kuhusu diplomasia ya kiuchumi, Dennis Konga, katika hotuba ya Ruto amegusia vitu mbalimbali ambavyo vinagusia diplomasia ya kiuchumi. Kimojawapo ni kuondoa vikwazo vile visivyo vya kikodi pale ambapo itafika Julai mwaka huu 2026. Huu ni wakati sahihi, ni diplomasia inatumika, kwa sababu ni mambo ambayo tumekuwa nayo kwa muda sasa. Kwa nini hili limekuja kwa wakati huu?
Na tunatamani pia kufahamu hivyo vikwazo visivyo vya kikodi ni vipi ambavyo vipo. Ni sawa, lakini naomba nianze na kugusa kidogo alichokisema kaka Msonga hapa kuhusiana na ujamaa na ubepari. Okay. Mimi nadhani tukubaliane tukikweli kwamba sisi sasa sio wajamaa tena. Sisi tumeshakubali kwamba tuna kitu kinaitwa, tunaweza kusema ni mixed economy. Katiba inatamka hivyo. Katiba iko kwenye preamble. Unajua ikisemwa kwenye preamble inaweza isiwe, tunasema kwa kizungu tunasema ni non binding. Yani hainaweza isiwe na mashiko sana. Kwamba sisi ni nchi ya kijamaa tumesema. Not legal and binding. Not legal and binding. Yani kuna sehemu utagundua. Na ukiacha hiyo utakuja kwenye zile tabia halisi za ujamaa na tabia halisi za kibepari. Utagundua kwamba Watanzania sasa hivi ni mabepari kama mabepari wengine. Tumekuwa ni watu ambao tunatamani faida. Sio kama tuko kwenye mixed. Tuko kwenye mixed kwa sababu ya hisia, na ndio maana bado sisi tuna ule ustaarabu wa kijamaa zaidi. Pale pengine nimezungumza kwamba sisi bado tunasema una pesa ya kwako unaenda hauwezi ukasema nataka, utasema naomba nipatie kitu fulani. Halafu ukishapewa umelipa hela yako unasema asante. Ile ni tabia za kijamaa, kwa maana ya kwamba lazima uweze kushukuru kwa hicho ambacho umekipewa. Sasa tukirudi kwenye swala la sera yetu ya mambo ya kigeni, ndio hiyo inakuja kucement, inakuja kuonesha zaidi kwamba sisi tumeondoka kwenye nini? Kwenye ujamaa. Tunazungumza sasa hivi habari ya diplomasia uchumi, economic diplomacy, ambayo inatutaka sisi tuweze kutumia misingi ambayo tunayo. Tunatengeneza sera ya mambo ya kigeni ili tuweze kupata faida kutoka kwenye maeneo inakoweza kupatikana. Na tunagundua kwamba kwa mfano msimamo wa kwetu kwenye nchi kwa mfano Israel, kwenye nchi kama Morocco ulikuwa ni tofauti, lakini baada ya mwaka 2000 tulipoingia kwenye economic diplomacy umekuwa tofauti tena. Tunazitambua hizi nchi, tunataka tupate faida kutoka kwenye serikali ya Israel na serikali ya Morocco, kitu ambacho zamani haikuwepo. Na tuko sisi ni marafiki wa Sahara Magharibi na marafiki wa Palestine. Hatujabadilisha msimamo, lakini bado tunaweza tukasema tunapata vitu kutoka kule. Kwa hiyo ambacho kimefanyika siku ya jana kinaonesha kwamba tunataka tuangalie mambo sasa kwa urari, yani kwa ule udogo ambao unagusa hizi nchi, na tutakubaliana kwamba haya masuala ambayo si ya kikodi, watu walikuwa na kwazwa kwenye mipaka ya kwetu. Kwa mfano namna ya kuingia nchini Kenya na namna ya kuingia nchini Tanzania ilikuwa na kwazo. Kuna baadhi ya bidhaa, nafikiri mnakumbuka, ilifika wakati fulani tuliwahi kuchoma hata vifaranga. Sasa hebu jiulize, vifaranga mtu kavitoa Kenya, ni kweli kuna standards zimewekwa, lakini tunavichukua tunavichoma. Kuna ng'ombe unajua ng'ombe hawezi kujua mipaka, wao wanakula tu. Sasa wamevuka, wamekutukana upande mwingine, unakamata kwamba wamefanya hivi kwa sababu sio ni masuala kama haya yanakwaza ule ushiriki. Kuna wakati kuna mahindi yalizuiliwa. Kuna mahindi, sasa mahindi si swala la kikodi, ni chakula. Lakini masuala ya nyuma yashashughulikiwa. Ndio nasema ni masuala haya kama utakumbuka Rais Ruto alizungumza habari ya kwamba kuna watu wanakwaza hapa katikati. Yawezekana kweli yamesuluhishwa, na ndio uzuri wa mahusiano ya uwili. Kwa maana viongozi wakuu wa kitaifa wanayaangazia haya na wanayapatia masuluhisho wenyewe, na ndio maana unakuta wanasema tunarudisha kwenye zile kamati za ushirikiano. Kwa maana kamati kama zitashindwa kukubaliana, watarudi kwa hawa viongozi kuomba ushauri kwamba tunafanyaje, tunatokaje hapa. Na hawa wakubwa wakisema, hawa marais wa hizo nchi bila wakisema, maana yake haya masuala yanaweza yakaondoka. Hii kesi ya mahindi nadhani nakumbuka, tunakumbuka vizuri kabisa. Ilikuwa na Rais Uhuru wakati ule na Rais Samia huku wakamaliza, ikaisha na ikawa mambo yakamaliza. Hatukusikia tena kama kuna sumu kuvu kwenye mahindi, hatukusikia kama kuna shida nyingine yote. Kwa kuna nguvu ambayo inakuwa ipo, na hii sasa inagusia sasa kwenye diplomasia ya uchumi, kwa sababu tunaanza kuona wanaofaidika na biashara za kule Kenya sio wa Kenya tu, ni pia ni Watanzania. Wanaofaidika na biashara Tanzania sio wa Kenya tu, ni Watanzania pia, kwa sababu wanauza na kununua na sasa diplomasia inatusaidia sisi kwenda kufungua hiyo milango, na kwa sehemu kubwa utagundua ambao wanakwazwa zaidi ni hawa wafanyabiashara wadogo na wafanyabiashara wakati ambao hawana nafasi ya kutengeneza fursa kwenye nchi nyingine. Hawezi kusema watasafiri na kufanya biashara na mataifa makubwa, hawezi kusema watasafiri wataenda mbali, wanafanya hapo hapo. Na utagundua kwa ukweli kabisa Jumuiya ya Afrika Mashariki kiukweli
watu wanaangalia kwenye kisiasa, lakini ukiwauliza wananchi walioko kwenye mipaka, nenda Horohoro, nenda kule Hispania au Tarime, nenda hapa Namanga, wanaofaidika utagundua ni wananchi wale wa kawaida, na Wakenya wanakuja huku wanashirikiana masuala ya kijamii kabisa. Kwa hiyo sasa hii mambo ya kukwazana inakuwa ina athari kubwa sana kwenye siasa za watu wa kwetu. Naam, naam. Tukisalia hapo kwenye diplomasia ya uchumi, tunataraji sasa ujenzi wa kiwanda cha mafuta kuanza kujengwa kule Tanga, ikiwa ni mwendelezo wa bomba la mafuta kutoka kule Chongoleani. Hii nayo inaenda kuboresha diplomasia ya uchumi kwa mataifa haya mawili kwa kiwango gani? Kwa kiwango kubwa, na kama utakumbuka Rais Ruto aligusia kwamba yale yanayoendelea kule Hormuz Strait, kwenye mlango wa Hormuz hayatakiwi yawe na athari kwetu kama tutafikiri kutengeneza refinery ya kwetu. Mafuta yanatoka Hoima, bomba limeshajengwa, limeshafika Chongoleani. Kwa maana tutakuwa tuna advantages mbili, tuna faida mbili. Moja, tutaongeza ajira ya watu kwetu, lakini pili, tutashusha ile tunasema ni bei za mafuta au vitu vinatokana na mafuta. Tutatengeneza plastiki hapa hapa, tunaweza tukapata mbolea hapa hapa, tunaweza kupata vitu vingi hapa hapa. Kwa maana yake itashusha ule ugumu wa maisha, utashuka kwa kiasi kikubwa, kwa maana watu wetu watakuwa wanaweza kufanya vitu vingi. Na tunapozungumza refinery, watu nadhani ni mafuta tu, lakini mafuta haya itabidi yaweze kuboresha miundombinu. Tunazungumza reli, tunazungumza barabara, tunazungumza hata ubora, kuboreka kwa maisha tu ya watu. Sasa hivi tunazungumza mafuta Dar es Salaam ni lita shilingi 4,000 na senti kadhaa na shilingi kadhaa. Sasa jiulize, kama tuna refinery hapa haitaweza kuwa hivyo. Ukiacha hivyo, maana yake ni kwamba tutapanua sasa soko kwenye nchi sio tu za Afrika Mashariki, lakini tunazungumza hata Central Eastern and Central Africa, yani Afrika Mashariki, unaenda kusini na wapi, nchi za Zambia, Malawi, kama DRC, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, zote zitafaidika na hiki kinachofanyika huku. Kwa hiyo itakuwa ina maana kubwa, kwa maana ya kwamba itachetua uchumi wa kwetu na kusogeza mbele. Na tusiache kusema ukweli kwamba huu ni uwekezaji mkubwa, na sio kwamba utakuja leo kesho umetokea, na ndio maana unakuta wamejipa miaka 5 zaidi, kwamba labda mpaka mwaka 2030 tuone hicho kitu kimeweza kutokea, tukasafisha mafuta hapa hapa na yakatusaidia kuweza kutengeneza kuongeza uthabiti wa uchumi wa kwetu. Sasa na katika hilo la uchumi na masuala ya uwekezaji yako mengi ambayo yamezungumzwa pia Msonga, ikiwemo miradi mikubwa ya kimkakati, ikiwemo mradi wa gesi kutoka Mombasa mpaka Dar es Salaam. Tunafahamu kwamba gesi ni moja kati ya utajiri ambao nchi hizi za ukanda wa Afrika Mashariki zinao, lakini bado iko ardhini, haijatumika kikamilifu kama ambavyo inatarajiwa. Hii inaweza kubadilisha vipi historia hiyo? Kwa kweli itabadilisha pakubwa, kwa sababu ni mpango ambao ulisha kuwepo awali. Wakati sisi tunatengeneza bomba la gesi kutoka Mtwara kuja Dar es Salaam, nadhani nchi ya kwanza kabisa kuonyesha nia ya kutaka na yenyewe kuwa ni sehemu ya huo mradi ilikuwa ni nchi ya Kenya. Na hapa katikati kidogo ni kama mpango ulikuwa umesinzia, lakini jambo la kushukuru ni kwamba sasa Rais Ruto na Rais Samia Suluhu Hassan wameona umuhimu wa kufanya muendelezo katika wazo hili. Na muendelezo huu faida yake ni nini? Ni kwamba kama mradi utafanyika na ukakamilika, ni mradi mkubwa ambao pia utakuwa na manufaa makubwa na mapana kwa raia wa pande zote mbili, ama kwa mataifa yote mawili, kwa maana ya kwamba Tanzania watapata nafasi ya kujiongezea kipato, kwa maana ya kwamba ile gesi si kwamba itakuwa inagaiwa bure, maanake watakuwa wanaiuza kwa jirani yao, lakini pia kwa Wakenya ambao watakuwa wananunua ile gesi itawapelekea kuweza kufanya unafuu wa gharama ya nishati hiyo, hasa katika maeneo ya ukanda wa pwani kuanzia Mombasa na maeneo ya karibu ambako ndio hasa yamelengwa kupelekewa hiyo huduma. Kwa hiyo unaweza ukaona wakati wa Kenya wananufaika kwa unafuu wa nishati, wa Tanzania pia nao watanufaika kwa kuongeza kipato kutokana na mauzo ya hiyo gesi. Na kwa kuwa ni gesi ambayo tunayo kwa kiwango kikubwa, tunaamini itakuwa ni biashara nzuri pia baina ya Tanzania na Kenya katika eneo hilo la nishati. Na kiukweli nadhani ni wakati mwafaka, kama ambavyo tayari yameshasainiwa makubaliano ya kwamba ni kwa namna gani ambavyo tafiti zitafanyika na mikakati itawekwa kuweza kufanikisha mradi huu.
kikubwa zaidi kama ambavyo hata Rais Ruto amezungumza katika bunge kwamba haya yanayofanyika na ile alilolisema ndugu yangu hapa ni kwamba yanaenda kutengeneza fursa nyingi za ajira kwa raia wa pande zote mbili, kwa maana ya kwamba raia wa Kenya wataweza kupata fursa ya kupata nishati kwa urahisi, lakini pia itaweza kuchechemua zile shughuli za kiuchumi za wananchi, yani watu ambao labda wanahitaji kufanya biashara ndogo ndogo ambazo zinahitaji uhakika wa upatikanaji wa nishati. Manake watatumia fursa kama hizo kwa unafuu ambao utakaokuwepo katika upatikanaji wa nishati husika kuweza kufanya hizo shughuli za kiuchumi ambazo zitaweza kuwakwamua katika maisha yao. Kwa hiyo ni faida kwa upande wao. Na kama tulivyosema kwa upande wa Tanzania, kuanzia utekelezaji wa mradi, manake ni kwamba kuanza kutengeneza kuanzia Dar es Salaam mpaka mpakani labda tuseme Tanga, kutakuwa kuna kiwango kikubwa cha ajira ambazo zitazalishwa kwa Watanzania hapa, lakini mwisho wa siku Tanzania itaendelea kunufaika kwa kipato kutokana na mauzo ya gesi hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mradi ambao kiukweli utakwenda pia kuyaweka haya mataifa mawili katika yataenda kuimarisha ule utangamano baina ya mataifa haya mawili kwa maana ya Tanzania na Kenya, kwa kuwa watakuwa wana vitu ambavyo vitakuwa vina faida kwa pande zote mbili. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo naamini binafsi kwamba kiuchumi yatakwenda kuwa na manufaa makubwa sana katika ngazi ya kitaifa, lakini pia hata kwa wananchi wa kawaida ambao pia miradi hii itakwenda kupita katika maeneo yao. Hapo kwenye miradi kuna mradi wa SGR ambao na wenyewe umegusiwa. Tukiangalia mradi wetu ambao bila shaka sisi sote sasa tumeshapata burudani ya kutumia burudani ya kutumia Konga anafurahi. Huu utekelezaji wa mradi huu wa SGR Kenya Tanzania, utekelezaji wake pamoja na mafanikio ambayo tutayapata, unaona ni mradi ambao unaweza kuchukua muda mrefu au muda mfupi katika kutekelezwa kwake? Hilo ni swala la kisekta na ni muhimu. Unajua, uwezo ukazungumza maendeleo kama miundombinu ni mibovu. Na Rais Ruto aligusia kwamba anatamani itoke Voi ije ipite akataja Singida, manake iungane na iliyoko huku, ikigusa nchi nyingine, kwa mfano Rwanda na Burundi pia. Na ukigusa hizo nchi mbili za Rwanda na Burundi, maki unagusa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tutakubaliana kwamba mizigo mingi inapita kwenye ukanda wa kwetu, kwa maana kama sio Dar es Salaam basi tutazungumzia Tanga, kama sio Tanga tutazungumzia Mombasa. Mizigo mingi inapita huku. Kwa hiyo kusema litachukua muda mrefu niseme hivi kwamba tunatamani ifanyike haraka, lakini tutategemea na nguvu ya kiuchumi na nguvu na utayari wa uwekezaji wa hizi nchi mbili. Wakati mwingine labda watumie mapato ya ndani, na wakati mwingine bidi waweze kukopa kutoka katika mashirika au taasisi za kifedha. Sasa utayari itategemea namna ambavyo sasa serikali hizi zinakuwa ziko tayari na kuona kwamba jambo nafanya. Wanaweza kufanya kwa awamu, kitu ambacho nakipenda sana. Tufanye kwa awamu ili kuwa na uthabiti, kuliko tukaweka nguvu kubwa alafu tukaishia pale katikati. Lakini tukienda kwa awamu kwamba tutafanya kwa miaka hii mpaka sehemu fulani, kwa miaka hii mpaka sehemu nyingine, na kidogo kidogo tutaanza kuona tunapata faida. Kwa sababu pia tunaweza kugundua kuna bandari kavu nyingi sana. Kwa hiyo tukasema labda ifike mpaka sehemu fulani, watu watakuja kuchukua mizigo sehemu hiyo. Ifike mpaka sehemu nyingine hivyo hivyo. Baada ya muda tunashangaa tumefanikiwa kufanya hivyo, na mizigo watu wataanza kwenda kwa haraka, na hii itazidi kuongeza kile kiwango cha biashara. Sababu unajua, tuongee ukweli, Afrika, na jana Rais Ruto amegusia, tunafanya asilimia ndogo sana biashara miongoni mwetu, kwa maana ya Kenya na Tanzania sasa hivi imefika 20%. Tuulizane, hii 80% inaenda wapi? Kwa maana yake ningetamani ingekuwa kinyume chake, kwamba tufanye kwa 80% alafu 20 tufanye na mataifa mengine, lakini haijawa hivyo. Tumekuwa tunatamani, wakati mwingine tunagombana sisi wenyewe kugombania wateja wa nje ambao kwa sehemu kubwa hatuwezi kusema kwamba wanaweza kawa na faida zaidi kuliko ni sisi. Sababu sisi tunafahamiana vizuri kabisa, na manake tunapeleka ajira nje ya mfumo wa kwetu. Tungetamani tutengeneze ajira hapa kwa kuongeza thamani ya bidhaa ambazo tunakuwa tunazo na ambazo zingeweza kupanua pia na soko letu ndani ya Afrika Mashariki. Katika hilo sisi kama nchi ni vyema tukamaliza mradi wetu kabla ya kuingia kwenye huu mradi mwingine, au tunajiona kuwa tunaweza kwenda na miradi hii yote miwili?
kwa sababu tunao mradi wetu ambao haujakamilika wa SGR. Yani kweli, yani ni hivi, maendeleo ndani ya nchi hayatakiwi kusimama ili kumsubiri mtu mwingine. Lazima tukubaliane. Tuko kwenye zama tofauti. Zamani tulikuwa tunazungumza habari ya siasa kwamba sisi tunaweza tukasubiri kupata uhuru ili watu wengine, ilikuwa ni siasa. Sasa hivi tunazungumza uchumi. Uchumi hausubiri mtu mwingine. Kwa lazima sisi tuendelee na mipango ya kwetu ya kuhakikisha inafika, kwa mfano inagusa hizi nchi nyingine. Kama swala la Kenya likija, ndio maana mtu anazungumza habari ya kwamba ipite Singida, maana yake itaigusa hii. Hajazuia sisi kuendelea na utaratibu wa kwetu. Hicho ni kitu cha msingi, na itakuwa ni ajabu tukisema eti tutaacha sasa kwa sababu kuna plani nyingine. Hapana, tutakuwa tuwatendei haki wa Tanzania na tutakuwa tujitendei haki sisi wenyewe, na serikali itakuwa inatukosea sana. Lazima iendelee na mipango ya kwake, na huu mpango wa Kenya ukija utatengenezewa mpango mkakati wa kwake ili iweze kufika pale na kuendelesha biashara na uchumi kwa ujumla wake. Kabisa. Ukiachana na kushirikiana kwenye miradi kama hiyo mikubwa, kuna ushirikiano wa kitaasisi na kwenye uendeshaji wa masuala mbalimbali, ikiwemo kwa mfano njia za kulikuwa na kusaini hati za makubaliano ya kuimarisha ushirikiano wa usimamizi wa sekta ya usafiri wa majini kati ya Tanzania na Kenya, lakini pia kuhusu ushirikiano kati ya masuala ya viwango standards kati ya taasisi ya viwango Zanzibar na shirika la viwango la Kenya, na kuhusiana na vyuo vya kati vya utumishi vya Kenya na Tanzania kuhusu kujengeana uwezo. Na huu ushirikiano wa kitaasisi unaweza vipi kusaidia kuimarisha taasisi zetu, kwa sababu kumekuwa na concern kwamba taasisi zetu za umma zimekuwa hazifanyi vizuri sana, hasa zinapokuja ripoti za CAG zinaonyesha kwamba wakati mwingine taasisi hizi zimekuwa zikichechemea. Saidi Msonga. Ama kwa hakika ulichokisema kina uhalisia, kwa sababu ya kwa namna ambavyo ripoti tumekuwa tukizishuhudia, lakini pia tunaamini kabisa kwamba mtazamo wa viongozi kuliamulika eneo hili una umuhimu, kwa sababu ile kwa maana ya kwamba tujifunze kwa wenzetu kwamba wao wanawezaje kuboresha masuala yao ya kitaasisi na kuzifanya taasisi zao zikawa ni imara na zinaweza kusimama zenyewe, na sisi tunaweza tukavuna kutoka kwao. Lakini pia hata na wao kuna kitu ambacho wanaweza wakakiangalia. Inaweza ikawa sio eneo hilo ambalo sisi tunalizungumzia la hasara, lakini pia ile mifumo ya kitaasisi yenyewe, namna ambavyo tumeitengeneza ya kwetu, ikawa pia ni msaada kwa ndugu zetu wa upande wa pili. Kwa hiyo ndio maana unaona mambo kama haya yanawekwa mezani. Na umegusia pia kwenye swala la kwa mfano vyuo. Kumekuwa pia na hoja hapa wakati mwingine ni vyuo vya usafirishaji of course, ama vyuo vya kati ambavyo vimezungumzwa kwamba hivi ni maeneo ambayo yanazalisha wataalamu ambao watakuja kwenye eneo la utumishi. Kwa hiyo tunaamini kwamba kumekuwa kuna mijadala wakati mwingine ya kusema kwamba watu wa kutoka ukanda fulani ama nchi fulani ni bora zaidi kitaaluma kuliko watu wa upande mwingine. Sasa kuondoa hii tofauti, mnapojenga ushirikiano, manake mnajaribu kuondoa hii tofauti ya kimitazamo ambayo tumekuwa nayo, na kuona ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukatengeneza taasisi za kitaaluma ambazo zikazalisha watumishi ambao wakawa wote wana faida kwa mataifa yote mawili. Kwa maana kama misingi ya wenzetu labda pengine ni mizuri katika kuwajenga wale ambao watakaokuja kutumia, au mifumo yenyewe ya kiufundishaji namna ambavyo imetengenezwa, kwa maana ya kwamba inatoa nafasi na fursa katika eneo la ushindani wa ajira, wale ambao wamesoma katika vyuo vyao wakawa wanaweza kushinda katika ushindani huo, basi na sisi tuna jambo ambalo tunaweza tukajifunza kutoka kwao na likaweza likawasaidia pia watu wetu, kwa sababu lengo si kushindana sisi kama Tanzania na Kenya, lakini lengo ni kutengeneza watu ambao watakaokuwa productive kwa ajili ya kuzisaidia hizi nchi zetu, na hao ndio muhimu zaidi ambao wanatafutwa. Kwa hiyo ni lazima vitu kama hivi ama makubaliano kama haya ambayo yamefanywa yakapewa kipaumbele kama ambavyo wameyaona na wakayafanyia kazi, mwisho wa siku kwamba watakao kuja kunufaika kwa kuwa na watumishi bora ambao watakuwa na viwango vikubwa vya uzalishaji kwa manufaa na ustawi wa maendeleo ya mataifa yetu, basi iwe ni faida kwa pande zote mbili, na itakuwa ni mfano mwema pia kwa mataifa mengine katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Na naona pia Dennis Konga anatamani kuchangia. Unajua, tunazungumza habari ya kukaribisha hawa wawekezaji, kuleta ile inaitwa foreign direct investment, na hawa
wanatamani kuwa na ile inaitwa skilled labor, ni aina ya wafanyakazi ambao wanaweza wakaleta matokeo chanya. Kwa kama tunazungumza hivi na tukavigusa vivi vya kati, hawa ndio mara nyingi neno baya wanasema ni mafundi mchundo. Watu FTC wanafanyia, yani wanatengenezwa kwa ajili ya kufanyia kazi. Kwa ni vizuri tukaimarisha hawa ili kuweza kuimarisha pia nafasi ya hawa wawekezaji. Baada ya wawekezaji kuja na kuleta tena wataalamu kutoka kwao, tunakuwa tayari tumeshawatengeneza na wapo tayari kwa ajili ya kuajiriwa. Sawa sawa kabisa. Na Msonga, mbali na ushirikiano huu wa tumeangalia ushirikiano kwenye miradi mikubwa hii gesi, SGR, mafuta, lakini pia kuna ushirikiano katika masuala ya kukabiliana na kukabiliana na uhalifu unaovuka mipaka, na hapo vijana wamegusiwa. Sasa mjadala umekuwa mkubwa sana. Kimsingi hii hoja ukijaribu kuitazama, kuna mitazamo miwili. Kuna watu wanaona kwamba hili ni jambo zuri, kwamba linatusaidia kudhibiti mipaka na kuleta utulivu katika nchi hizi na kuruhusu sasa hicho tunachokizungumza, uchumi, investments zifanyike vizuri. Lakini mtazamo wa pili ni wasiwasi kuhusu demokrasia na utawala bora unaoheshimu haki za binadamu, kwa sababu kumekuwa na concerns ambazo zimekuwepo na ripoti mbalimbali ukizisoma za mashirika mbalimbali ya haki za binadamu, wadau mbalimbali, waangalizi mbalimbali wa chaguzi ambazo zinafanyika kwenye region kuhusu mambo kama hayo. Sasa katika mitazamo hiyo miwili, ni upi ambao unabeba uzito wake zaidi kwenye mzani, hasa kile ambacho rais amezungumza kwamba bana hawa wakija huku watadhibitiwa na wakifika kule pia watadhibitiwa? Saidi Msonga. Mimi nafikiri lengo la msingi haliko zaidi katika kuwadhibiti, isipokuwa lengo la msingi katika hoja hii ni kwamba kama mataifa, ili tuweze kupiga hatua kimaendeleo, kuna vitu ni lazima tuvipunguze, na hasa maeneo ya uhalifu. Tunaposema uhalifu wa kuvuka mipaka, si tu huo ambao unafanywa labda pengine na hilo kundi la wanaharakati kama ambavyo imesemwa, ama kwa jina maarufu wanaita Gen Z, vijana wa sasa ambao wamekuwa ni watumizi wazuri wa mitandao ya kijamii. Na mtu mmoja akawa na akaunti kadhaa kama 5, 10, akakushambulia bwana good luck mpaka ukaogopa kuona kama unashambuliwa na Dar es Salaam nzima, kumbe ni mtu huyu mmoja tu ambaye ameweza kufanya kitu kama hicho, akakuvunja moyo na ukashindwa kufanya kitu cha msingi kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya eneo ambalo unalolifanyia kazi, kwa sababu ya jambo ambalo mtu mmoja amekaa mahala katulia tu, lakini akafanya mtikisiko ambao ukawa kiukweli hauna tija. Sasa hapa wakati mwingine katika kudhibiti uhalifu, si kwa maana tu kama lugha iliyotumika ya kuatia mikwaju inaweza ikawa sio kwa maana ya fimbo zile, lakini ni pamoja na kuwaelimisha. Kuna wengine walipata hofu waliposikia mikwaju, lakini nadhani ni lugha tu ya Kiswahili imetumika ili kuonyesha kwamba ni lazima wakati mwingine kuwaelimisha namna bora ambayo watu wanaweza wakaitumia, kwa sababu mataifa yetu haya yamesaini makubaliano katika masuala ya demokrasia ya kimataifa, katika masuala ya hizi chaguzi zenyewe namna ya kufanya, katika masuala ya uongozi na utawala bora na haki za binadamu na kadhalika. Hii yote kuna protocols kadhaa nyingi tu ambazo mataifa haya yamezisaini. Sasa wakati mwingine ni muhimu kuwaelimisha hata wananchi wa kawaida, ambao pia hata na viongozi ambao wako katika upande wa serikali, kila mmoja akanufaika na elimu hii ya kuona ni kwa namna gani ambavyo tunaweza kama mataifa tukabaki kwenye mistari sahihi ya kuhakikisha kwamba tuna demokrasia nzuri, tunazingatia utawala bora, tunazingatia masuala ya haki za binadamu. Katika hii elimu ikitoka katika maeneo kama haya, na kila mmoja akatimiza wajibu wake, kwa maana ya kwamba serikali ikatimiza wajibu wake katika maeneo haya na wananchi wa kawaida nao wakatimiza wajibu wao katika maeneo haya, nadhani tafsiri ile ya mikwaju kwa maana ya kuchapana tunaweza tukaona haiji, lakini ikawa ni namna nyingine ya kutiana mikwaju kwa pande zote, kuweza kuelewa ni kwa namna gani. Kuna elimu na kuna utashi. Kuna elimu, unaweza ukawa na elimu, unajua kwamba hichi kitu kinatakiwa kufanyike hivi, lakini ile willingness, yani ule utayari wa kufanya hivyo tunaita political will. Na hayo ndio masuala ya msingi yanapowekwa katika mijadala kama hivi, na kama hata hivi sisi tunavyozungumza hapa, tunalenga zaidi kutaka kufanya upembuzi yakinifu, kuweza sasa watu kuweza kupima hiyo mizania, kwamba ni kwa namna gani ambavyo watu wanaweza wakalielewa jambo, lakini ni namna gani ambavyo watu wanaweza kuwa na utayari wa kulitekeleza. Mimi naamini mtu ambaye ana uelewa mzuri ni rahisi zaidi kulitekeleza jambo,
kuliko yule ambaye haelewi, kwa sababu kuna watu wakati mwingine wanajikuta wanaingia katika kufanya baadhi ya mambo pasina kuwa na uelewa wa kutosha, na haya tumeyashuhudia si tu kwa Tanzania, lakini pia hata katika mataifa mengine ambayo yanakumbwa na changamoto za hapa na pale. Wakati mwingine unaweza ukaona kwamba baadaye ndio watu wanakuja wanagundua kwamba hiki tulichokifanya pengine kama tungefahamu tungefanya hivi na ingekuwa na manufaa, kuliko namna ambayo tuliitumia badala ya kutuletea manufaa imekuja kutuletea changamoto. Kwa sasa na sisi tunaamini kabisa kwamba katika eneo la utashi lazima utanguliwe na uelewa. Watu wawe na uelewa kwanza, alafu ndio wawe na utashi wa kutekeleza kile ambacho wanakifanya. Ndio maana unaweza kuona kwamba amezungumza hapa ndugu yangu kwa kile ambacho kimezungumzwa kuhusiana na kutengeneza vyuo vya elimu ya kati, yani kwa maana ya kwamba kuboresha eneo la kitaaluma. Maanake ukiwa na vijana wengi ambao wanaweza wakapata fursa za kuingia katika vyuo vya kati, wakapata taaluma nzuri, wakawa ni skilled ambao wanahitajika katika soko la ajira, nadhani manunguniko mengi yanaweza yakapungua. Unaweza ukaona changamoto ambazo sisi tulipitia kama taifa mwaka uliopita, katika ripoti za tume hii ambayo imetoa hivi majuzi zinaonyesha kabisa kwamba kuna watu walikuwa na manunguniko ya muda mrefu ya kushindwa kupambana na changamoto za kawaida za kwenye maisha. Kwa hiyo wakawa wanatafuta tobo fulani la kwamba tutatokea wapi. Sasa hao wote unaweza ukatibu tatizo lao, yani mkwaji wao ni kuhakikisha kwamba unatengeneza mazingira rafiki ya wao kutumia taaluma zao na ambazo zinahitajika katika soko la ajira, ili waweze kuwa na kitu ambacho kitawashughulisha na kikawaingizia kipato cha halali pasina kushiriki katika matukio ambayo mwisho wake badala ya kupata kile ambacho ulikitarajia unaenda kupata kitu ambacho hukukitarajia. Dennis anaweza asimalize kipindi kwa raha bila kuchangia katika eneo hili. Kuhusu mkwaju. Mimi niseme tu kwamba ni vizuri tukalinda taratibu zetu zilizowekea ambazo zinaweka msingi kwenye katiba za kwetu, na tunazungumza utawala wa sheria. Na kama tunazungumza utawala wa sheria, hii mikwaju isiwe ile mikwaju ambayo imekuwa ikisemwa. Unajua hapa katika tumefika, tumekuwa na wakati mbaya sana. Hii masuala kwa mfano ya watu kupotea, masuala ya watu kuchukuliwa pasipo kufuata utaratibu, hayataki kuwa ni sehemu ya hiyo mikwaju. Lakini tuanze kufanyia kazi yale ambayo ni ya msingi yanayoonekana. Na jana Rais Ruto alituambia kwa uzuri kabisa kwamba adui wa kwetu sisi sio wa Tanzania wala sio wa Kenya, sio wananchi, ni ukosefu wa ajira, kuwa na uchumi duni. Uone kuwa kauli ya Rais Ruto imeweka wazi tu kwamba hawa watu si maadui na wanashirikiana, na hata ushirikiano wa vijana wa Kenya na wa Tanzania unaonekana pia. Naam, ndio hicho, na amezungumza kaka Msonga vizuri kwamba yawezekana kuna pressure inatoka kwenye mitandao ya kijamii. Pressure hiyo haitakiwi iwashughulishe kwa upande hasi viongozi wetu wakuu. Inatakiwa washughulishe kwa kuanza kufikiri kwenye upande chanya kwamba tunafanyaje ili kuweza kushusha haya. Tukiingia kwenye ule mkumbo wa kusema labda kuna shida kubwa pasipo kuangazia sera za kwetu zinasemaje, taratibu za kwetu, sheria zetu zinasemaje, tutaingia kwenye jambo baya, tutatengeneza jambo baya. Na hakuna kitu kibaya kama kutengeneza usugu kwenye upande wa hata siasa za kwetu, kwenye upande wote. Kama unazungumza usugu wa magonjwa, basi ujue kwamba kunaweza kuwa kuna usugu kwenye masuala ya kijamii. Tutengeneze urahisi ambapo mtu anafika sehemu anakubali kwamba huu ndio ukweli halisi, na ukweli usemwe kuwa ni ukweli. Jambo hili limefanyika hivi, na kuna swala la kwamba duty bearers ambazo ni sisi pia, na responsibility, ile accountability uweze kuiona, uwajibikaji uweze kuona kwenye swala hilo. Kwa mfano, kuna wakati nitakuja kumuuliza mimi waziri wa vijana Joel Nanauka kwamba bwana, hebu niambie tumefanikiwa kwa kiwango gani? Tuna ile mikopo ya 10%, 442, ni kwa kiasi gani imeweza kusaidia kubadilisha maisha yao? Na kama imerudishwa, je, imeweza kusaidia kiasi gani kuweza kuongeza idadi ya watu ambao wamefaidika na haya? Sasa ndio masuala kama haya ambayo tunataka ambayo yanajibia zile hoja ambazo zinatoka kwenye upande wa vijana wenyewe. Kama hatutafanya hivyo, tutakuwa tunawakosea sana wa Tanzania, tunawakosea sana hata vijana wa Kenya. Sasa nataka tukumbushe ile bajeti ya Wizara ya Vijana bilioni 35, 30.1 matumizi ya ofisi na bilioni 5
matumizi kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya vijana. Amezungumza kijana Goodluck. Yeah. Nataka tu akirifaa ile. Tunasema taarifa. Sawa, Rais Ruto ametoa kauli ambayo au tusema usemi ambao unabeba mantiki kubwa sana kwamba jirani unapewa na Mungu. Lakini tuaminiane. Kulikuwa kuna kutokuaminiana hapo kabla au kauli hii imekuja? Wana diplomasia mnaitafsiri vipi? Kumekuwepo kutokuaminiana kwa sababu kwanza unarudi nyuma kwenye sera za kwetu. Sisi tulikuwa wajamaa na wale walikuwa ni mabepari. Lakini ukija kwenye sera za ndani sasa, kwa mfano sera yetu ya ardhi ni tofauti sana sera ya Kenya. Na wangetamani labda kwa sehemu kubwa hiyo ipo inasema vizuri kabisa. Wangetamani sana kuona sera ya kwetu inafunguka na kuruhusu hata wageni waweze kumiliki ardhi hapa kwetu. Bahati mbaya naweza kusema isivyo bahati ni kwamba watu wetu sisi huwa hatuithamini sana ardhi. Hatuoni kama ni kitu ambacho kwa sababu imekuwepo, unaona, na idadi ya watu inaongezeka, matumizi ya ardhi yanazidi, mahitaji ya ardhi kwenye kilimo, ufugaji yanazidi kuongezeka, ndio sasa tunaanza kuona thamani hiyo. Kwa hiyo kumekuwepo na kutokuaminiana hasa kwenye maeneo hayo ya kimkakati, unaweza kusema ni very strategic way kwenye ardhi, kwenye matumizi ya ardhi, kwenye biashara zenyewe, kwamba wanaofaidika zaidi labda ni Wakenya kuliko ni Tanzania. Kwa sasa unagundua kwamba kama wanafaidika, kwa nini sisi tusiongeze nafasi ya sisi wenyewe kuweza kufaidika? Kwa hiyo imekuwepo, ila nazungumza tena, jambo zuri ni kwamba viongozi wanazungumza, na kama viongozi wanazungumza wanaweza wakatupatia mwelekeo ambao ni chanya zaidi, kwamba hakuna haja ya sisi kuweza kugombana au kugombania vitu wakati tunajenga sehemu ambayo ni moja. Wanaofaidika ni hawa wa Tanzania na Kenya. Kwa kumalizia pia, Msonga, dakika moja tu, mambo yote haya tunatamani pia yatekelezwe kwa upana wake zaidi kwenye block, kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, jumuiya ambayo tumeona ikikumbwa na changamoto mbalimbali, nchi wanachama kutokulipa ada kwa wakati, baadhi ya matatizo ya jumuiya, nchi wanachama, kwa mfano matatizo ya Kongo tumeona yakitatuliwa sehemu nyingine, tulitarajia yangetatuliwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa masharti ambayo pengine tungetatua sisi wenyewe kama jumuiya, wasingeingia katika masharti haya. Kabisa. Na mambo mengine mengi ambayo yanaendelea, changamoto nyingi ambazo zinaendelea. Kwa mfano tunazungumzia vikwazo vya kikodi, kuingia katika nchi, free movement ya watu kufanya biashara na vitu kama hiyo. Ni mambo ambayo yote hayo kwenye malengo ya kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa yanawezwa vipi kutekelezwa sasa katika mwamvuli huo wa kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, licha ya changamoto hizi zote ambazo zipo, Msonga? Kiukweli hizi changamoto ambazo tumekuwa tukiziona katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kiukweli sisi wenyewe wa Afrika Mashariki zimekuwa zikitukwaza, na pengine tumekuwa hatufikiri kwamba ni vitu ambavyo vinapaswa kuwa na mwendelezo. Na ni wajibu sasa wa nchi wanachama, na nadhani mimi nilikuwa nafikiri kidogo kwamba nilipoona namna hii ziara ya Rais Ruto ilivyofanyika, na maana tumesema kabla Rais Ruto kuja, alikuja hapa Rais wa Rwanda ambaye naye ni sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Miongoni mwa yaliyomleta yanataka kushabihiana kwa kiasi na haya ambayo yalimleta Ruto, lakini unaona Ruto amekuja kwa mapana zaidi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya nafasi ya Tanzania na nafasi ya Kenya kwenye jumuiya yenyewe ya Afrika Mashariki. Lakini tunafahamu katika mjadala huu wa baina ya Rais Ruto katika mazungumzo yake na Rais Samia, wamegusia mambo ambayo pia ilikuwa ni mjadala baina ya Rais Ruto na Rais Museveni, namna gani ambavyo wanaweza wakajenga kiwanda cha kusafisha mafuta. Amelizungumza brother hapa vizuri sana kule Tanga. Sasa unaweza ukaona kwamba nafasi ya Tanzania na nafasi ya Kenya kwenye jumuiya na nafasi ya Uganda ni nafasi ambazo ni za mbele zaidi, kwa sababu hawa ndio waasisi asili wa hii Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo katika mazingira ambayo kumeonekana kwamba kuna changamoto zinawakuta, na hasa hawa wanachama wapya ambao wamejiunga, tumezungumzia Kongo, lakini pia tunajua changamoto iliyopo Sudani, tunajua changamoto iliyoko Somalia. Kwa hiyo hawa ambao ni miongoni mwa wanachama ambao ni waasili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki lazima waonyeshe nafasi yao ya kiuongozi, ili hawa wengine pia waweze kujifunza. Sasa namna ya kuweza nzuri ya kutatua hizi changamoto ni kuonyesha kwamba
tunayo namna ya kuweza kukaa wenyewe tukaziangalia changamoto zetu na tukazitafutia majawabu. Sasa Kenya na Tanzania wanajaribu, na Uganda wanajaribu kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo jumuiya hii inapaswa kuenenda. Kwa maana ya kwamba kama kutakuwa kuna tofauti zozote ambazo ziko baina ya hizi nchi wanachama, basi ni masuala ya kukaa mezani, kujadiliana, kuondosha hivyo vikwazo na vichangamoto vidogo vidogo, ili mwisho wa siku wananchi waweze kunufaika. Kwa naamini hata hao majirani ambao wenzetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maana nchi kama za Kongo, ambao wamejikuta wanalazimika kutafuta usaidizi nje ya jumuiya, wanaweza wakaona umuhimu wa kuja kutafuta ule usaidizi ndani ya jumuiya, kwa sababu tayari wanaona kwamba kuna mwelekeo. Sasa mwelekeo wenyewe ndio huu unaotengenezewa ramani na ziara kama hizi ambazo zimefanywa na Rais Ruto kwa Tanzania, lakini pia Rais Kagame, lakini pia mazungumzo baina ya Rais Ruto pamoja na Rais Museveni wa Uganda kuhusiana na namna gani ambavyo wanaweza wakaimarisha na kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa ni mazuri na ya rafiki ya kujenga sura njema ya jumuiya yenyewe ya Afrika Mashariki, ili watu wote sasa tuwe na mtazamo na mwelekeo wa kwamba tunapaswa kufanya mambo ambayo yatakuwa ni chanya zaidi kwa ustawi na maendeleo ya watu wetu na mataifa yetu. Sasa shukran sana, nawashukuru sana. Jana Rais Ruto kidogo alipokuja alipumua kidogo, manake heka za kule Kenya si mchezo, si mchezo. Huku anashambulia, huku pembeni Gachagua, huku sijui Matiang'i, lakini alipokuja pale kidogo mambo yakawa mazuri, pata sifa pale na nini, kapata pongezi, pongezi na shukrani nyingi sana. Hizi zitakuwa Dennis, zitakuwa zimempa nguvu kidogo, kwa sababu si ada kupokea pongezi kama hizi akiwa katika taifa yake kule Kenya. Sio kidogo, zimempa sana, zimempa mileage naweza nikasema, kwa maana ya kwamba sasa amepumua. Unasema mpumua kweli, kwa maana sasa kumbe kuna upande mwingine ambao ni mzuri, kumbe kuna maisha mengine kama haya. Kuna kakio itakuwa kakaongea mpaka alipoingia rais na tofauti sasa hivi tofauti. Bwana, shukrani sana Dennis Konga, asante sana pia Said Msonga, wachambuzi wetu hao, tukihitimisha kufanya tathmini ya ziara aliyofanya rais wa Jamhuri ya Kenya hapa nchini Tanzania, lakini pia zaidi kuhusu hotuba yake aliyotoa kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.